Mamlaka ya Mapato Tanzania kupitia Idara ya Forodha na Ushuru inaendelea kuchukua hatua za kimkakati za kuimarisha udhibiti wa magendo na kulinda mapato ya serikali kwa kutumia teknolojia za kisasa. Hatua hii ni sehemu ya mageuzi makubwa ya kuifanya TRA kuwa taasisi ya kisasa inayotumia mifumo bunifu katika usimamizi wa biashara za kimataifa. Lengo kuu la kuanzisha kitengo cha drone ni kuimarisha mapambano dhidi ya magendo kwa kutumia mbinu za kisasa zenye ufanisi mkubwa. Kwa muda mrefu, utekelezaji wa operesheni za udhibiti wa magendo ulitegemea kwa kiasi kikubwa taarifa za wasili pamoja na gharama kubwa ya usimamizi wa operesheni za enforcement. Mfumo huu wa drone utaleta mabadiliko makubwa kwa kuwezesha ufuatiliaji wa haraka unaozingatia usalama wa maafisa wetu, kupunguza gharama za doria na operation na kuongeza ufanisi katika kudhibiti vitendo vya magendo. TRA inalenga kuwekeza katika droni za kisasa zenye mifumo ya akili mnemba, yani AI, ambazo zina uwezo wa kuendeshwa umbali mrefu, kuweka kumbukumbu za matukio kwa wakati halisi na kusaidia uchambuzi wa vihatarishi, na teknolojia hii itawezesha ufuatiliaji wa maeneo hatarishi ambayo ni magumu kufikia kwa wakati, utambuzi wa mienendo isiyo ya kawaida katika korido za usafirishaji na uhifadhi wa ushahidi wa kidijitali unaowezesha kusaidia katika hatua za kisheria na kichunguzi. Kupitia mfumo huu, TRA inalenga kuongeza usalama wa maofisa wa forodha wakati wa operation, vile vile kupunguza gharama za ufuatiliaji wa doria za kawaida na kuweka mazingira bora kwa wafanyabiashara wanaofuata sheria kwa kupunguza ushindani usio wa haki unaosababishwa na magendo. TRA itaendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wadau wa sekta binafsi ili kuhakikisha matumizi ya teknolojia hii yanafanyika kwa kuzingatia sheria, usalama wa taifa na faragha. Tunatoa wito kwa wafanyabiashara wote kuendelea kushirikiana nasi kwa kuzingatia taratibu za forodha. Uanzishaji wa kitengo cha drone ni hatua muhimu katika safari ya TRA kuendelea kudhibiti kwa kisasa utumiaji wa teknolojia kulinda mapato ya taifa, na tunawahakikishia wananchi kuwa hatua hii zinalenga kujenga mfumo imara wenye haki na unaochochea ukuaji wa biashara halali nchini. Kwa jina naitwa Mwea Didakus Mwea, mkuu wa mafunzo wa Chuo cha Usafiri wa Anga Tanzania ambacho kinaitwa Civil Aviation Training Center. Kwa hiyo leo hapa mnaona ni darasa la wanafunzi wanaosoma kozi ya drone ambayo tunasema ni kozi ya ndege nyuki. Ni kozi ambayo inatolewa hapa Chuo cha Usafiri wa Anga. Muda wake ni muda wa wiki 4, wiki 2 darasani kama unavyoona upande wa theory, na wiki 2 wanaenda kufanya mafunzo kwa vitendo ambao huwa tunawapeleka uwanja wa Tanganyika Packers. Mambo ya msingi ambao warushaji wa drone wanayafanya kulingana na teknolojia ya sasa, kuna ukusanyaji wa data mbalimbali katika maeneo, aidha wale wanaofanya tafiti mbalimbali. Leo tunaona TRA wako hapa wamekuja kusoma hii kozi ya drone ili nao waweze kutumia ujuzi huu wa drone katika masuala yao ya muhimu sana katika ukusanyaji wa kodi, lakini pia katika uangalizi kwenye maeneo yao wanayofanyia kazi. Okay, kwa majina naitwa Subira Nasoro Mpendekelaki, kutoka TRA upande wa customs. Si tumekuja hapa kwa ajili ya kupata mafunzo ya drone. Tumekuja kupata mafunzo haya ya drone kwa ajili ya kusaidia katika usalama wa, kama tunavyojua, upande wa customs TRA tunadili na control and surveillance. Kwa hiyo kifaa cha drone kitatusaidia sana katika udhibiti wa magendo. Kwa majina naitwa Saidi Bakari Tindi, natokea Mamlaka ya Mapato Tanzania upande wa Zanzibar, kitengo cha FAST. Kwa kweli ya mafunzo yamekuwa na tija sana kwetu, kwa maana kwamba kwa nilichojifunza ni kwamba drone sio tu kuirusha. Drone ina utaratibu wake, ina sheria na ina kanuni za kufuata. Hivyo uwepo wetu hapa umetuongezea maarifa
kwamba kwa namna gani tunapoenda kuzitumia drone tuweze kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya drone ili kupata ile matokeo chanya kabisa katika hilo. Vile vile hii drone kama Mamlaka ya Mapato Tanzania itaweza kutusaidia katika kukusanya pia taarifa. Kama tunavyojua drone ni jicho la angani. Sasa baada ya kwa sababu pia tunatumia zile njia za kawaida za patrol, pia drone itatusaidia kuona kwa kutokea angani na kurahisisha kukusanya taarifa za kama hivyo magendo na kuweza kulinda jamii kutokana na hayo magendo ambayo kimsingi kupitia magendo bidhaa ambazo ni hatarishi, ambazo hazina ubora zinaweza zikapita huko. Hivyo basi inaweza ikatusaidia kwa sababu mbali na kukusanya kodi, Mamlaka ya Mapato pia ina kazi ya kulinda jamii. Sasa jamii tunailindaje? Jamii tunailinda kwa kujaribu kucontrol bidhaa na huduma ambazo zinaingia nchini kutoka nje ya nchi. Hivyo hili na yenyewe litatusaidia katika hilo.